makutano kafanya maji divai, mwenye njaa anaita sasa, njole, njole, Bwana aita njole. Waweza kula mezani pa Yesu daima, alilisha makutano kafanya maji divai, mwenye njaa anaita sasa, njole. Yesu ameandaa meza ambapo watakatifu wa Mungu wanalishwa, anawaalika wateule wake, njoni mle. Kwa maana yake yeye anatulisha na kutupa haja zetu zote. Lo, ni tamu kula na Yesu wakati wote. Amina. Njole, Bwana aita njole. Waweza kula mezani pa Yesu daima, alilisha makutano kafanya maji divai, mwenye njaa anaita sasa, njole. Wanafunzi walikuja nchi kavu ili kutii amri ya Kristo, maana Bwana aliwaita, njoni mle. Hapo wakapata haja za mioyo yao, wakatenda samaki motoni, hivyo yeye huwatosheleza wenye njaa wakati wote. Njole, Bwana aita njole. Waweza kula mezani pa Yesu daima, alilisha makutano kafanya maji divai, mwenye njaa anaita sasa, njole. Hivi punde mwana-kondoo atamtoa bibi harusi wake, awe milele kando yake. Majeshi yote ya mbinguni yatakusanyika, na natakuwepo huko. Amina. Litakuwa tamasha lenye utukufu, watakatifu wote wakiwa bila wa, na pamoja na Yesu watasherekea milele yote. Mwimbieni, njole, Bwana aita njole. Waweza kula mezani pa Yesu daima, alilisha makutano kafanya maji divai, mwenye njaa anaita sasa, njole. Hebu tumpigie makofi. Hebu nisikie. Bwana asifiwe. Amina. Mmekuja kula leo, mko mahali sahihi. Njole. Waweza kula mezani pa Yesu daima, alilisha makutano kafanya maji divai, mwenye njaa anaita sasa, njole. Ubeti wa tatu ndio ubeti wetu. Hivi punde mwana-kondoo atamtoa bibi harusi wake, awe milele kando yake. Majeshi yote ya mbinguni yatakusanyika, litakuwa tamasha lenye utukufu, watakatifu wote wakiwa bila wa, na pamoja na Yesu watasherekea milele yote. Amina. Na Bwana aita njole. Waweza kula mezani pa Yesu daima, alilisha makutano kafanya maji divai, mwenye njaa anaita sasa, njole. Hebu tumpigie makofi kwa mara nyingine tena. Nani mwenye furaha kuwepo hapa leo? Njole, Bwana aita njole. Waweza kula mezani pa Yesu daima, alilisha makutano kafanya maji divai, mwenye njaa anaita sasa, njole. Bwana asifiwe. Amina. Amina. Tumekuja leo kula neno. Amina. Mavuno yameiva. Yesu ameandaa meza ambapo watakatifu wa Mungu wanalishwa kwenye chakula kilichoiva cha siku hii, kwa nuru ya Injili iliyothibitishwa na kuhakikishwa kwamba yeye yuko hapa leo, na watakatifu wanaula mkate. Lo, amina. Njole, Bwana aita njole.
waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai, wenye njaa anaita sasa njoo ule. Ubeti wa 3 tena. Hivi punde mwana-kondoo atamtoa bibi harusi wake, awe milele kando yake, majeshi yote ya mbinguni yatakusanyika. Itakuwa tamasha lenye utukufu, watakatifu wote wakiwa weupe bila wa, na pamoja na Yesu watasherehekea milele yote. Njoo Bwana aita njoo. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai, wenye njaa anaita sasa njoo ule. Mara moja zaidi, njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai, wenye njaa anaita sasa njoo ule. Amina. Bwana sifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Yesu ameandaa meza ambapo watakatifu wa Mungu wanalishwa. Anawaalika wateule wake, njooni mle. Kwa maana yake yeye anatulisha na kutupa haja zetu zote. Lo, ni tamu kula na Yesu wakati wote. Njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai, wenye njaa anaita sasa njoo ule. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana ahimidiwe. Mwaweza kuketi. Amina. Ikiwa hujaja kubarikiwa na kukaa katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, ni bora uondoke, kwa sababu hapa ndio mahali penyewe. Amina. Amina. Je, unafuraha kuwa bibi harusi wa Yesu Kristo leo? Amina. No! Jina la Bwana lihimidiwe. Ndiyo, asante Bwana. Jina la Bwana lihimidiwe. Waweza kuketi. Ningependa kuwakaribisheni kila mmoja mlioko hapa na kutoka kote ulimwenguni. Kuwakaribisheni Bethlehem, nyumba ya mkate wa Mungu. Amina. Hapo ndipo tunapokula na kufanyia karamu mana iliyofichwa. Ile mana iliyofichwa ambayo imehifadhiwa ili kumhifadhi hai bibi harusi, kumkamilisha bibi harusi wa Yesu Kristo. Hiyo ndiyo maana mana hiyo ilitunzwa. Ilikuwa ni ya kumkamilisha bibi harusi wa Yesu Kristo. Ndicho chakula pekee ambacho nyote mnachotakiwa kula. Amina. Na leo hii tunaenda kupata kinywaji kutoka kwenye kisima kirefu cha Bethlehem. Lo, kitakuwa kinywaji kikuu cha maji leo. Jina la Bwana lihimidiwe. Unajua, sisi ni kama wale mashujaa wakuu wa Daudi, wale watu wake mashujaa wenye heshima waliokuwa nao askari wake. Ndugu Branham atatuambia kuhusu jambo hilo leo. Imetubidi tupambane kupenya. Ilibidi wapambane kupenya kupita wa Palestina kwenda kuyapata hayo maji ya kunywa. Imetubidi tupigane kupenya kila pepo aliyepo ili kukipata hicho kinywaji cha maji. Tumelazimika kupigana kupitia mateso. Ilibidi tupigane kupenya kila mtu anayetudhihaki na kutuambia jinsi gani tulivyo wenda wazimu, na kwamba na wao daima unini usema, lo, mimi ni Methodisti, mimi ni Baptisti, mimi ni Presbyteri, mimi ni wa huduma tano, mimi ni mtu wa kanda. Ndio! Amina. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Mwaweza kuketi.
Ndicho kisima pekee tunachoweza kunywa kutoka kwacho. Inaweza tu kunywa kutoka kwenye kisima hicho, kwa sababu najua ndicho tu kimoja peke yake kisicho na vimelea ndani yake. Ni kisima safi kinachofoka maji, hamna kitu kingine ndani yake. Alisema hatuna haja ya kuhofia minyoo, vifurutamikia na bakteria na kila kitu kingine. Hatuhitaji fasiri yoyote. Wakati Mungu aliponena jambo hilo, alisema hiyo ilikuwa ndiyo fasiri. Alisema ni maji masafi tu ya kanda. Ndicho kitu pekee ambacho bibi harusi anachoweza kunywa ni kutoka kwenye kisima hicho kutoka Bethlehem. Nalo hilo linafanya jinsi gani? Alisema ilikuwa ni nyumba ya mkate wa Mungu. Amechaguliwa na Mungu. Najua wengi, si lazima uwe Jeffersonville, wale mnaosikiliza hewani kutoka kote ulimwenguni, lakini ni ujumbe huo, ndio nyumba ya mkate wa Mungu, lakini huo ndio unaotuleta pamoja. Hicho ndicho kisima kinachofoka maji tunachojitayarisha kukinywea. Nasi tumetoka kumwona yule Mungu aliye mkuu akifunuliwa mbele zetu. Amina. Tumemwona. Alisema amejitokeza hadharani. Yeye yuko kwa ajili yetu tumwone. Anasema mara tu kwamba tunapoelewa sisi si chochote ila kundi la nati. Amina. Nani aliye nati? Amina. Lakini nati hiyo alisema imekazwa kwenye bolti. Alisema bolti maalum. Nayo bolti hiyo inafanya nini? Akasema inatumimina sisi kwa bwana harusi. Ni nati hiyo tu. Sasa kuna nati nyingi na bolti nyingi, lakini kuna nati moja tu iliyo sahihi, na kuna bolti moja tu iliyo sahihi, na lazima uwe na hesi inayofaa. Watu wengi sana wanaipata iliyopishana na hesi. Na ikiwa utawahi kuweka nati iliyopishana njia zake, inajiloki. Lakini jamani, unapokuwa kwenye hesi inayofaa, kama kusikiliza ujumbe huu, inajizungusha tu na kisha inakuketisha chini. Utukufu! Jina la Bwana limidiwe. Asante Bwana Yesu. Amina. Jina la Bwana limidiwe. Mwaweza kuketi. Alisema tumevunja kila kizuizi. Anasema tumelipenya hilo pazia, lile pazia la kibinadamu ambalo ndilo daima limewakwaza watu. Bado linafanya hivyo leo, na kama nilivyosema hivi majuzi, hali hiyo itazidi kuwa mbaya zaidi, kwa sababu hawakuweza kulikubali hilo. Wao watatukubali vipi sisi? Kwa hivyo anasema tumelipenya hilo pazia, naye anasema tumeingia wapi? Uweponi mwa nguzo ya moto. Hilo ndilo tumekuja kufanya hapa leo. Tuko katika uwepo wa nguzo ya moto ile ile. Anasema kwamba ni hiyo, ni ile nguzo ya moto inayomkamilisha bibi harusi wa Yesu Kristo. Yeye amekibadilisha tu kinyago chake. Hilo tu ndilo yeye amefanya. Amebadilisha kinyago chake. Alikuwa pamoja na Melkizedeki. Alisema yeye alikuwa mwanadamu. Alisema alishuka. Alisema alikula ndama, alikula mikate, naye akasema kwamba alikunywa siagi, naye akaketi pamoja na Ibrahimu chini ya mwaloni. Alisema hicho kilikuwa kinyago chake. Yeye alikuwa nani? Mungu katika mwili wa mwanadamu. Alisema ndiye yeye alikuwa. Lakini kisha yeye akabadilisha kinyago chake tena, ndipo akashuka ndani ya Yesu Kristo. Wanadamu, unawezaje kuwa? Tunakujua wewe nani? Tunajua unatoka wapi. Lo, Mungu wangu, ni kama huwezi kuwa yeye, huwezi kuwa Masihi. Lakini ilikuwa ni Mungu katika mwili wa mwanadamu. Alishuka ili ahisi kile tunachohisi, kufanya kile tunachofanya, kila kitu kingine, kuyajua mambo ambayo hatuna budi kuyapitia, kufa msalabani kwa ajili yetu. Yeye alibadilisha tu kinyago chake. Lakini katika siku yetu, katika wakati wetu, yeye alibadilisha kinyago chake tena, naye akaja ndani ya malaika mjumbe wa 7 aitwaye William Marion Branham. Amina. 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 Jina la Bwana lisifiwe. Bwana imidiwe. Mwaweza kuketi. Kama nilivyosema, wao hawakuweza kulistahimili hilo. Sasa yeye ametufunulia sisi kuwa tuko hivyo. Sisi ni nani? Hebu tumsikie kile yeye anatusema. Ilikuwa ni Mungu katika Kristo, Mungu katika mtu, utimilifu wa Mungu kwa jinsi ya mwili katika mtu, Mungu katika mtu. Je, hilo si ni la ajabu? Namaanisha kwamba asante Bwana Yesu. Asante kwa kuwa ulifanyika mimi, Bwana Yesu. Sasa nini kinatendeka, Bwana? Sasa ni Mungu katika watu. Utimilifu. Utimilifu. Utimilifu.
Lo, utimilifu wa Mungu katika uungu kwa jinsi ya mwili katika kanisa lake lote, akijidhihirisha mwenyewe, akitimiza neno lake. Sisi ni utimilifu wa Mungu. Lo, amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunalitimiza neno la Mungu. Ni neno lililonenwa, halina budi kutimia. Je, neno la Mungu linaweza kushindwa? Si hivyo kabisa. Alisema hivyo, haina budi kutimia. Kwa hiyo sisi ni utimilifu wa neno hilo ambalo alisema kila kitu ambacho Adamu alipoteza hapo mwanzo kinakuwa chetu sasa. Lo, hilo limenona. Lo, ewe bibi harusi, lo, hilo limenona. Sasa tuko katika roho ya mtunzi. Amina. Ni nani aliye katika roho ya mtunzi? Amina. Ndio maana tunaweza kusema amina, amina, amina kwa kila moja ya neno mara tu unapoingia katika roho ya huyo mtunzi. Jina la Bwana lihimidiwe. Ninayo furaha kuwa hiyo kengele ndogo. Kumbuka tulizungumza juu ya hiyo kengele ndogo, ule mlio mdogo. Anazungumza juu ya kusema kila kitu ndani yake. Anasema mtu huyo, yule bwana anayefanya jambo hilo, anajua kila kitu sahihi cha kuweka ndani yake ili tu kuupa ule mlio fulani mdogo. Ninayo furaha sana Bwana. Nafurahi kuwa huo mlio mdogo. Lakini leo ni sasa huu ndio wakati. Huu sasa ndio wakati. Naye akasema sasa hayo ndio majira yenyewe. Kuna wakati na majira ya kila jambo katika uchumi mkuu wa Mungu. Na sasa huu ndio wakati. Haya sasa ndio majira, kwa sababu leo yupo mtu hapa anayeweza kuiwasha taa. Unaamini hilo? Amina. 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 Asante Bwana Yesu. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Alisema kuwa taa hiyo ni neno la Mungu lililonenwa. Alisema hilo ndilo lilikuwa taa hiyo, nuru hiyo ni dhihirisho la neno la sahihi. Nalo dhihirisho hilo la neno la wakati huu ni William Marion Branham. Alisema hiyo ndiyo ilikuwa dhihirisho, mtu aliyedhihirishwa na neno. Matendo yake yenyewe aliyotenda, kila kitu kinathibitisha. Alisema kama hamwezi kuamini, aminini maandiko. Rudini kwenye maandiko. Tumerudi nasi tunajua kwamba ni Mungu akiishi tena katika mwili wa mwanadamu. Sisi ni mbegu ya neno lililonenwa la Mungu. Alisema sisi ni uzao wa Mungu ulionenwa tangu mwanzo wa nyakati. Na kama alivyosema leo, anazungumza kuhusu yeye anabeba huko nyuma katika mwanzo. Anasema katika kitabu cha Mwanzo, hapo mwanzo kabisa, alisema kila mbegu ilikuwa tayari katika hiyo nchi. Alisema kila kitu wakati alipoumba mbingu na nchi, alisema mbegu zote tayari zilikuwa zimelala hapo. Ni kama vile wewe na mimi. Kilichotakiwa kufanya tu ni kwamba mbegu hiyo ni kukaa kwenye uwepo wa nuru. Na wakati hiyo mbegu ilipofika kwenye uwepo wa nuru, ikawa hai. Na hivyo ni kama tu sisi tulikuwa ile mbegu ya neno ililonenwa tangu zamani ya Mungu, nasi tulikuwa tumelala katika ardhi. Na wakati tunapokuja katika uwepo wa hiyo nuru iliyothibitishwa, tunapata uzima. Huu ni uzima, inakuwa ujumbe huo. Nuhu alisema yeye alikuwa dhihirisho la nuru ya neno la Mungu la saa yake. Nuhu alikuwa hivyo, sio kundi la watu. Nuhu alikuwa hiyo nuru. Alisema yeye alikuwa dhihirisho. Alisema Musa alikuwa nuru ya dhihirisho la neno la Mungu la saa yake. Alisema alikuwa ni Musa aliyefanya hivyo. Ndivyo alivyokuwa ndugu Branham, lile dhihirisho la saa yetu, dhihirisho lile lile. Alisema na hilo ndilo linaloleta nuru, si kitu kingine wala si kundi la watu, lakini nuru hiyo ndiyo inayoleta uzima. Lakini nuru hii ni kubwa zaidi leo kuliko ilivyokuwa siku za mitume. Wazia hilo. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mweza uketi.
Yesu aliwaambia wakati yeye alipokuwa hapa, alimwambia, anasema, kunayo mengi, mambo mengi ninayopaswa kuwaambieni, mambo mengi ninayohitaji kuwaambia, lakini hayo hayakuwa majira yake, haukuwa wakati wake. Anasema hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Anasema lakini kuna wakati unakuja. Anasema wakati huyo Roho wa kweli ajapo, yeye atawafunulia ninyi mambo hayo yote. Yeye atawaambia kundi fulani la watu, si ninyi mitume, bali kundi fulani la watu watakaokuja. Wakati mwana wa Adamu anapoanza kujifunua, huyo Roho wa kweli atawaambieni mambo hayo yote. Atawaambieni kuhusu mihuri, atawaambia kuhusu nyakati za kanisa, atawaambia kuhusu Danieli, atawaambia kuhusu uzao wa nyoka. Yeye atawaambia juu ya siri zote, na kisha yeye atawaambia ninyi ni nani. Yeye atawafunulia ninyi ni nani, ya kwamba ninyi ni Mungu katika mwili wa mwanadamu. Hilo pazia limebadilishwa tena. Pazia limebadilishwa tena. Nani wewe? Umemficha Mungu katika mwili wa mwanadamu. Wewe ni Mungu katika mwili wa mwanadamu. Lile pazia. Oh! Amina. 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 Bwana sifiwe. Mweza kuketi. Na hii hapa ni mojawapo ya hizo ahadi alizosema kwamba ilikuwa ni kwa ajili tu ya hilo kundi fulani la watu wakati huu, kizazi hiki, majira haya, kwa jambo hilo kufunuliwa. Yeye alisema ilikuwa ni kwa ajili yetu sisi tu, kwa sababu hakuwezi kuwa na wakati mwingine ila wakati wa mwisho tu. Akasema, sikiliza, nataka niwachukue sasa, na hebu hili liwe la kibinafsi. Lo, jamani, nabii wa Mungu. Nasi tunaposema nabii wa Mungu, huyo ni nani anayezungumza nasi? Mungu mwenyewe. Kwa sababu tunaamini kila neno ni Bwana asema hivi. Kama wewe uliamini hilo, umelikosa. Huo ndio ufunuo. Wafanye watu waamini yale unayosema. Kwa hiyo wakati ni Mungu akizungumza nasi, na hivyo Mungu na kuambia wewe sasa hivi, leo nataka kulifanya hili kuwa la kibinafsi kwako. Asante Bwana. Sijui, sijaamua kabisa kama nitakizima hiki au la. Mnaona, kwa ajili ya hiyo kanda nitakiacha kiendelee. Je, huna furaha kwamba yeye alikiacha tu kiendelee? Amina. Tazama kazi zake alizofanya zinajidhihirisha zenyewe. Sasa sikilizeni kwa makini. Aliposimama pale katika Yohana 14:12 alisema, kazi nizifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya, kubwa kuliko hizo mtazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Sasa yeye alisema hivyo, mbingu na nchi zitapita, bali hilo neno halitakosa kamwe, alisema. Sasa kama tuko katika mwisho wa wakati huo, zile kazi kubwa zaidi zitakuja wapi? Ziko wapi? Akasema Musa alisema ilibidi achukue mchanga, akaupuliza, akasema basi kuwe na viroboto. Nzi walikuja. Alisema wakati Yesu alipokuwa hapa, alisema kwamba ilimbidi yeye achukue samaki. Yule aliyekuwa tayari amekwisha umbwa kumchukua samaki huyo kufanya samaki mwingine. Alisema ilibidi kuchukua mkate na kuuvunja mkate ili kutengeneza mikate mingine zaidi. Bali katika siku ya mwisho yeye hakuwa na kitu. Amina. Yeye alinena tu na kusema, sema itakuwapo, na ilikuwa pale bila kuwa na kitu. Yeye hakuwa na kindi, hapakuwa na mmoja pale. Yeye alisema tu wawepo, wakawa. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Asante Bwana. Jina la Bwana lihimidiwe. Ni thibitisho lililoje Bwana Yesu. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Yeye alituambia kuwa aliwaumba kindi
Nao wakatokea, walikuwepo. Alinena nayo tufani ikatoweka. Yeye alinena neno, alinena hilo kwa mama yangu kabla daktari hajamgusa, kwamba kansa itatoweka, uvimbe utamwacha. Alimwambia dada atie, omba unalotaka, nitakupa jambo hilo. Ndivyo alivyosema. Na hiyo ni kwa ajili yako. Chochote utakachosema yeye atakupa. Amina. Lihimidiwe jina la Bwana. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Je, hiyo si ajabu? Amina. Amina, amina. Mwaweza kuketi. Lo, bibi harusi, tunatambua zaidi sisi ni nani hasa wakati tunaoishi. Yeye alisema ahadi hiyo. Yesu alilisema tunachofanya, naye nabii huyu alituonyesha kwamba hilo lilitimizwa. Lakini alisema kwamba mtalifanya. Hiyo inatakiwa kuwa sisi. Nena neno, kwa sababu sisi ni neno. Jina la Bwana lihimidiwe. Lo, kama hilo linaweza zaidi tu kuja tu chini hapa, enyi jamaa, huko ndiko tunakoelekea. Hapo ndipo tunapoenda kufikia. Jina la Bwana lihimidiwe. Katika kanda hizi leo, baba anazungumza na bibi harusi wake, moja kwa moja na bibi harusi wake. Tunachosikia leo ni mana mpya. Unajua, sio kwa ulimwengu. Ni kama Mungu wangu, mtu huyu alihubiri hili miaka mingi iliyopita. Ni mana mpya yenye upako ya leo hii, kwa ajili yenu ninyi tu leo. Sasa ni kama tu katika maandiko. Tukirudi naye, ndugu Branham ana hili, nami natumai nyote mlisoma maandiko yenu tuliyoyaweka huko. Ndugu Branham anazungumza kuhusu kurudi katika kitabu cha Isaya. Jinsi ndugu Branham alivyosema katika kile kitabu cha Isaya, alisema ni sawa na Biblia, sura 66, vitabu 66 katika Biblia. Lakini unaona usomaji wake katika Isaya wakati yuko kwamba yeye anasema mambo na anadumu na kutabiri, anatabiri na kusema mambo yanayotendeka papo hapa katika Israeli na Yuda wakati huo. Amina. Anasema hivyo wakati huo, anasema kilichotokea, na kisha mara moja anasema jambo hilo, kisha mara moja boom, bikira atachukua mimba. Tangu siku hiyo hadi mahali hapo kulikuwa na miaka 700, lakini yeye anatabiri tu. Neno hilo ni unabii tu, naye angeruka mbele na kurudi, naye angeenda na angewaambia kwamba hili limetendeka na hili litatokea, na kisha akasema hili litatokea. Kisha akasema kwamba yeye atakuja, naye alisema kwamba ile nuru ingekuja, nuru hiyo kwa mataifa mnayosoma, na kisha anarudi na kuzungumza na Israeli papo hapo. Nabii huyo wa Mungu akinena katika nyakati mbalimbali, akizungumza mbele na kurudi, unabii ukitimia kila wakati. Hilo ndilo tunalosikia kabisa. Anazungumza na watu hao papo hapo, lakini anazungumza na sisi papo hapa leo, unabii ukitimia. Amina. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Mwaweza kuketi. Kwa hivyo ni jambo lile lile tunapozisikia jumbe hizi, kama vile tu Isaya alipoyasema mambo hayo. Ni wakati ambapo nabii wa Mungu anazungumza nasi, na jumbe hizi tunazozisikia, tunajua kwamba yeye alikuwa akilisema hilo wakati huo, na ni kama alikuwa akizungumza kule nyuma kuhusu madhehebu. Anazungumza kuhusu hilo, naye anazungumza juu ya dakika hii. Yeye anazungumza juu ya kile kinachotendeka hivi sasa. Ikiwa utayaweka masikio yako ya kiroho, msikilize kile anachosema. Anasema wanataka kurudi moja kwa moja kwenye matapishi yao. Wanataka kurudi kwenye mapokeo ya wanadamu. Mungu alituma nuru katika siku yetu, napaswa kukaa katika uwepo wa hiyo nuru. Hiyo ni ujumbe huu, kwamba wao walitaka kurudi kwenye mapokeo ya baba zao, kufanya kitu kingine, kwamba sina budi kufanya kitu fulani, kwamba ati kundi fulani linamkamilisha bibi harusi wa Yesu Kristo. Ujumbe huu kutoka kwa nabii ndiyo unaomkamilisha bibi harusi wa Yesu Kristo. Ujumbe huu. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana sifiwe. Amina. Mweza kuketi. Je, hiyo si ajabu? Hiyo ndiyo maana iliyofichwa. Sasa hapo ndipo wengine wao wote hawalioni.
nami naugua na kulia na kuombea, maana najua hii ndiyo kweli. Hii ndiyo ile maana iliyofichwa, ule mkate wa onyesho. Hiyo tu ndiyo bibi harusi anaweza kuisikia. Hivi kwa nini hungetaka kumsikia Yesu? Mimi nataka kumsikia Yesu. Ingawa hili limenenwa miaka 55 iliyopita, neno linatimizwa leo hii, usiku wa leo. Sikiliza kwa makini kile anachosema. Jua likija leo, anasema, linakuwa na nguvu zaidi kidogo. Kila siku sasa linakuwa na nguvu zaidi kidogo, nguvu zaidi kidogo, mpaka hatimaye ile ngano inayolala pale itatwaa uhai. Hao ni sisi. Baada ya kitambo kidogo, uhai utatokea. Alafu iwe na nguvu zaidi kidogo, nguvu zaidi kidogo. Machi, Aprili, Mei, Juni, Julai. Imefika katika mavuno wakati huo. Mwaona? Amina. Jua lile lile linaloangaza leo katika Januari au Disemba, lilipo pale juu likisafisha hiyo theluji na kuyeyusha chini juu ya hiyo punje kuiletea maji, ni jua lile lile. Lakini ile ngano haingeishi katika nuru ile ile ya jua katika Juni. Je, mnafuatilia? Sikilizeni. Waona? Haiwezi. Mnaona, jua huja na nguvu zaidi kidogo kila siku, na hiyo punje yapaswa kuwa imekomaa zaidi kidogo kupokea nuru ya jua. Je, mmekomaa zaidi kidogo kuipokea hiyo nuru ya jua? Amina. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Sikilizeni hili, enyi kanisa. Tunaketi leo katika uwepo wa nuru ya jua iliyodhihirishwa siku hii. Tunajua hilo. Tunazidi kukomaa kwa kukisikiliza chakula kilichohifadhiwa ambacho alikuwa akikizungumzia sasa hivi. Alisema wao hawakuweza kuipokea wakati huo. Sikiliza yeye alichosema, wao wangeweza kuipokea hiyo wakati huo. Ndivyo alivyosema, lakini utakuja wakati. Ni jua lile lile kama ilivyokuwa kutoka kwa Martin Luther, Wesley na wengine wote. Alisema alikuwa akijenga na kujenga na kujenga na akija juu, na hata mpaka siku hii nadhani walisema wanataka kurejea kwenye mapokeo ya wanadamu, lakini sisi tunataka kuwa katika neno hilo. Tukisikiliza anachosema yeye. Kwangu mimi ile ni kama Isaya, bikira atachukua mimba na kisha miaka 700 likaja kutimia. Leo tunaona haya yakitimia papa hapa, kama mwanga wa jua ule ule. Leo ujumbe tunaousikia kama vile jua lile lile. Leo anazungumza na watu miaka 55 iliyopita. Watakuwa wakivuna nafaka kwa ajili ya mavuno mwezi wa Julai. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Litaivisha nafaka kwa ajili ya mavuno mwezi wa Julai. Mwaona ninayomaanisha? Bali nuru ya leo haitafaa lolote kule nyuma Julai. Yeye anafanya nini? Haitafaa kitu mwezi wa Julai. Ina nguvu zaidi. Neno hilo lina nguvu zaidi sasa, kwa sababu ufunuo unafunuliwa kwetu sisi. Bibi harusi anaona sisi ni nani. Ina nguvu zaidi. Uwepo wa Bwana daima. Yeye amekuwa hapa, lakini ina nguvu zaidi. Ni jua la mwezi wa Julai kwa ajili ya mavuno. Lakini nuru leo haingefaa kitu huko nyuma mwezi wa Julai. Ina nguvu zaidi. Ngano imeendelea zaidi, iko tayari kulipokea. Bwana asifiwe. Natumai yeye anazungumza kukuhusu wewe. Natumai anazungumza kunihusu mimi. Hakika iko hivyo. Sikiliza sasa anachosema. Hawangeweza kulipokea sasa miaka 55 iliyopita. Wakati huo italipokea. Majira hayakufaa wakati ule, sasa yanafaa. Unabii. Amina. Majira sasa yanafaa. Amina.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaamini ya kwamba sisi ndio huo unabii unaotimia, huo ambao nabii huyu aliyosema katika wakati wa mwisho utakuja wakati, yatakuja majira, kutakuja kundi la watu ambao hawatapatana hata kwenye neno moja. Watadumu na nabii huyo, watakaa na hiyo nuru, watatambua kuwa wao ni nani, wanaishi siku gani. Wataacha kujiangalia wenyewe, nao wataangalia kupitia mimi tu. Je, wewe ni mmoja wao? Asante Bwana Yesu. Hebu na tuvinamishe vichwa vyetu. Neno hili ni la ajabu jinsi gani! Ni ahadi iliyoja kwa bibi harusi. Siku na wakati na majira tunayoishi. Kuwazia kama tungaliishi wakati ambapo Isaya aliposema kwamba bikira atachukua mimba. Alisema wote walianza kukimbia wakichukua vitambaa vidogo vya kitoto na vijiatu vyao na kuanza kujiandaa. Na wote, binti yangu mdogo atakuwa hivi na kuwa vile, na kisha namna fulani walilisahau. Hawakufikiria hilo lingeweza kutokea, lakini neno la Mungu haliwezi kushindwa. Haliwezi, halianguki bure kwa sababu ni neno la Mungu. Kwa hivyo nabii alisema miaka mingi iliyopita kutakuwa na kundi la watu. Wao hawako tayari kwa hilo sasa. Hamko tayari kwa hilo sasa. Lazima iwe moja kwa moja katika majira yake. Alikuwa anapanda mbegu, lilikuwa jua, lakini ilifika wakati, yakaja majira, kukawa na watu, kukawa bibi harusi. Na wewe ndiye bibi harusi huyo, bibi harusi wa Yesu Kristo, aliyewekwa hesi kwenye hiyo nati, naye anakukaza na kukubana, naye anakuweka katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Anakuleta kwenye karamu ya harusi, anakuleta katika uwepo wa Mwenyezi Mungu siku hii ya leo. Nasi tunaamini kuwa leo hii maandiko haya, neno hili linatimia, nasi tu sehemu ya kutimia huko. Jinsi wewe ulivyo mkuu Bwana! Ninashukuru jinsi gani kutambulishwa pamoja na kundi hilo la watu waliopo hapa katika jengo hili. Ninyi mnaosikiliza hewani ulimwenguni kote, mnaotaka kukusanyika pamoja chini ya nuru hiyo iliyothibitishwa, iliyodhihirishwa ya saa hii, kwamba Mungu amekupa wewe ufunuo huu, ndio ujumbe wenyewe. Wewe ndiye bibi harusi huyo. Tusaidie Bwana, tuache kujiangalia tulivyo. Tusaidie kuyaondoa mambo yote ambayo shetani anayojaribu kutuzinga kwa upesi. Anajaribu, lakini yeye hawezi kufanya hivyo, kwa sababu shetani hana haki juu yako. Anaweza kukupa ugonjwa, anaweza kukupa mateso, lakini yeye atakuinua kutoka kwayo, kwa kuwa wewe ni mbegu ya neno lililonenwa la Mungu. Kazi nyingi na hizi mtazifanya, kwa sababu yeye aliingia kwa Baba, naye akamtuma nabii arudi na kusema mbegu ya kwanza iliyokomaa hii hapa, nayo ni kwa ajili yako. Unaamini hilo leo kutoka katika vilindi vya moyo wako? Unaamini hivyo? Bwana, ninaliamini na alikubali Bwana, ninalipokea. Usijangalie ulivyo, mwangalie yeye. Mtazame tu yeye sasa hivi, mtazame yeye. Ninakutazama wewe Bwana, nipe hilo. Basi kila ombi lililopo hapa, kila haja ulionayo moyoni mwako, kila hitaji lililopo, ninyi mnaosikiliza hewani, ninyi mliopo hapa, chochote unachokihitaji unaweza kukipokea. Nena neno, kwa maana wewe ni neno. Amina. Wewe ni neno. Nena neno. Nalichukua Bwana, ni langu, nipe hilo. Kama vile dada atie, linene hilo, kwa sababu tunaamini kama vile yeye si kitu ila kweli tupu. Ndugu Branham, si kitu ila kweli tupu. Tunaliamini neno hilo Bwana, ni kila kitu kwetu. Ni kwamba neno lako linatukamilisha Bwana, likituingiza ndani, tunakuwa mmoja na wewe Bwana, mmoja na ujumbe, mmoja na hilo neno, mmoja katika Kristo.
Ifungue mioyo yetu, macho yetu, ufahamu wetu. Utupe ufunuo zaidi, utupe tunachohitaji sasa Bwana Yesu. Tujalie tupate kudhikika kwa moyo wote, kusimama katika neno, tusimame katika maombi usiku na mchana Bwana. Hilo ndilo tunalotaka. Sisi tu dhaifu, bali wewe ni hodari. Ushike upanga huo mkononi mwako, udumishe mkononi mwako, naye shetani akija karibu na mshambulie. Upanga huo unauenea mkononi mwako kikamilifu, kwa sababu wewe ni bibi harusi wa Kristo. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Anajibu maombi, anajibu maombi. Tunaliamini hilo Bwana Yesu. Anajibu maombi, atakujibu yako leo. Anajibu maombi, nampenda sana, nampenda sana, nampenda sana, oh, nampenda sana. Baba, jinsi wewe ulivyo mkuu Bwana. Wewe umwema sana kwetu Bwana. Tunakuthamini tu. Umetutengenezea maandalizi yote Bwana. Bwana, umenunua haya kwa damu yako mwenyewe. Bwana, ulimtuma nabii mjumbe wako aliyethibitishwa Bwana, akiwa na Bwana asema hivi. Bwana, nasi tunafuraha kwa kuwa umetupa masikio ya kusikia, nasi Bwana tunakuwa na kukomaa kila wakati, kwa sababu tunaketi katika nuru hiyo ya jua Bwana. Tunayo furaha sana Bwana kwamba ulituita tutoke, kwa kuwa wewe ulituchagua. Tunakushukuru sana Bwana, nasi tunakutumaini wewe Bwana. Tunaamini ulioyasema. Na Bwana, kila unaposema, ulisema utanena wakati huu, nawe ukamtuma nabii wako. Na Bwana, hivyo ndivyo wewe unavyonena nasi, ni kupitia manabii wako Bwana. Asante kwa nuru ya neno lililothibitishwa, ambalo Bwana leo wakati tunapousikia ujumbe huo chini ya huo upako wa yule malaika wa 7, ile sauti ya Mungu, ni Mungu anayeongea nasi. Tunayofuraha sana kwa hilo Bwana. Kwa hiyo twaweza kuja mbele zako Bwana, tukiweka haja zetu zote mbele zako Bwana, maana unatujali. Ulilituma neno lako na kuwaponya watu. Asante kwa hilo Bwana. Jambo moja tu zaidi Bwana, tunataka tu, hata hatujui jinsi ya kuzungumza, lakini Bwana, tunakupenda tu Bwana. Ni hayo tu tunayotaka tu, kukushukuru kwa yote uliotutendea. Na Bwana, ikikupendeza tu, nataka kusema asante Bwana kwa ajili ya ndugu Joseph uliyemweka miongoni mwetu Bwana. Wema kama huo ukimtiririka Bwana, ni aina fulani tu, aina mfano tu. Na Bwana, umbariki tu, umvute mikononi mwako Bwana. Na Bwana, tunajisikia kusuhuzika, na tumesuhuzika baada ya yeye kuongea nasi Bwana. Hilo linainua imani yetu juu, na Bwana, hilo linatufikisha mahali ambapo Bwana tunaweza kuwa tayari kuisikia sauti hii ya Mungu. Asante tu kwa ajili yake Bwana, tunampenda tu.
Na asante Bwana kwa sababu Bwana tuna hiyo imani na yeye kwamba ametuelekeza kwenye huo ujumbe wa mtu mmoja. Hakuna makosa na ni ujumbe huu ndio unaotukamilisha. Asante Bwana. Mbariki ndugu yetu Bwana. Anajitolea sana. Tunakushukuru sana kwa ajili yake. Sasa mbariki bibi harusi wako Bwana. Wako ulimwenguni kote, lakini wao ni sehemu ya hili vile vile tulivyo sisi. Wamekusanyika kwa sababu wanajua kwamba wameisikia sauti yako, na ni ujumbe huu ndio unaotuleta pamoja na kutufinyanga na kutukata ili tuenee kwenye jengo. Basi lile jiwe la kifuniko lijapo Bwana, tuendane nalo Bwana na kwenda kwenye unyakuo Bwana. Na Bwana Baba, tunalitazamia tu hilo kwa matarajio makubwa. Tunajua Bwana hilo liko hapa sasa hivi karibu sana. Na Bwana, tunatazamia tu kama yule binti mdogo Bwana aliyekuwa amevalia vazi lake la harusi. Wao walisema, lo, yeye hakulimaanisha hilo. Hakumaanisha ati angerudi kukuchukua, bali bibi harusi wako ulimwenguni kote wako hapa kwenye kanda hii. Wao wanajua yeye anarudi kutuchukua. Alituahidi hilo, naye atarudi Bwana. Asante sana Bwana, tu utie nanga ujumbe huu kilindini vya kutosha ndani yetu leo. Jalia tusikie Bwana kutoka kwenye vilindi vya mioyo yetu. Tujalie hilo Bwana. Mbariki na uwe pamoja na bibi harusi wako sasa. Tunakupenda Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema kwangu. Nampenda sana. Nampenda sana. Nampenda sana. Nampenda sana. Jina la Bwana limidiwe. Maweza kuketi. Lo, ni upako ulioje. Amina. Unajua kuwazia tu ni kiasi gani maneno yote ambayo ndugu Joseph ameyazungumza asubuhi ya leo, kile yanachomaanisha kwa bibi harusi wa Kristo, na jinsi hilo linavyoinua imani yetu kiukweli na kututia moyo na kuijenga imani yetu. Kweli ni dhamani iliyobarikiwa jinsi gani kujua kwamba tuko katika nuru, kwamba tuko kwenye njia sahihi, kwamba tunausikia ujumbe sahihi. Jina la Bwana limidiwe. Hebu na tuimbe wimbo huo, dhamana iliyobarikiwa. Dhamana iliyobarikiwa, Yesu ni wangu, ni kionjo cha kimbele kilioje cha utukufu wa kiungu. Mimi ni mrithi wa wokovu, nimenunuliwa na Mungu, nimezaliwa kwa Roho wake, nikaoshwa katika damu yake. Hii ni hadithi yangu, huu ndio wimbo wangu, ninamsifu Mwokozi wangu siku nzima.
most gracious Heavenly Baba wa Father, mbinguni mwenye neema nyingi, Lord, as we tunapoinamisha mioyo yetu na vichwa vyetu kwa unyenyekevu mbele zako Bwana, tunakushukuru sana Bwana kwa fursa nyingine uliotupa Bwana kuingia ndani ya nyumba hii ya maombi, ili tukuje tukusanyike pamoja na watakatifu wa Mungu Bwana. Watu wote waliopo hapa na wote nchini kote wamekusanyika kwa nia moja Bwana, kwa moyo mmoja, ili tukuje kusikia neno la uzima la siku hii Bwana. Nasi tumeketi pamoja katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Tunapokusanyika namna hii, nami naamini nabii alisema hii ndiyo karibu zaidi itakavyokuwa mbinguni, basi upande huu wa pili wa maisha. Lakini Bwana, tunashukuru sana kuwapo hapa na kujua ya kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho, katika siku yenye giza na utusitusi. Ni giza duniani, lakini kati ya hayo yote bibi harusi wako mtu hapa anayeweza kuiwasha taa. Tunakushukuru kwa nuru hiyo Bwana, tunakushukuru kwa nuru hiyo iliyo miongoni mwetu, ile nguzo ya moto inayotembea kati yetu hapa. Nasi tunakuomba uende kwa kila mmoja Bwana, nenda na kila moyo, chochea kila moyo Bwana. Na Bwana, tunaposikia ujumbe huo leo juu ya nuru, mioyo yetu na iwe wazi kupokea hiyo Bwana, na jalia ije tu mioyoni mwetu na kudhihirika katika maisha yetu. Na Bwana, tunapotoka kwenye ibada hii leo, naomba tuondoke hapa tukiwa Wakristo bora zaidi, tukifanana na wewe Bwana, kwani hiyo ndiyo shauku ya mioyo yetu, ni kuweza kutembea karibu zaidi na wewe tu Bwana, ili tufanane na wewe zaidi na kuwa shahidi na ushuhuda kwa ajili yako katika maisha haya Bwana. Sasa Bwana, tunapokuwa kwenye sehemu hii ya ibada ya kuzipokea zaka na sadaka, tunakushukuru tu Bwana kwa nafasi tulionayo ya kurudisha sehemu ya leo uliotubariki Bwana. Tunaomba baraka zako kwazo Bwana, kwa vile inatumika kwa ajili ya heshima ya utukufu wako. Uwe pamoja na kila mmoja Bwana, tunaomba na tunakukabidhi yote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina na amina. Ini hadithi yangu, ndio wimbo wangu, msifu Mwokozi wangu siku nzima. Hii ni hadithi yangu, ndio wimbo wangu, ninamsifu Mwokozi wangu siku nzima. Kujisalimisha kukamilifu, furaha kamili, maono ya unyakuo sasa yalipuka machoni pangu. Malaika wakishuka wakileta kutoka juu mwangwi wa neema, minong'ono ya upendo. Ini hadithi yangu, ndio wimbo wangu, ninamsifu Mwokozi wangu siku nzima. Ini hadithi yangu, ndio wimbo wangu, ninamsifu Mwokozi wangu siku nzima. Kujisalimisha ukamilifu, yote yanapumzika ndani ya Mwokozi wangu. Ninayo furaha na
yaliyobarikiwa. Lo, tunakesha na kungoja, tunatazama juu, tumejawa na wema wake na kupotelea katika pendo lake. Ni hadithi yangu, ndio wimbo wangu, ninamsifu Mwokozi wangu siku nzima. Ni hadithi yangu, ndio wimbo wangu, ninamsifu Mwokozi wangu siku nzima. Makao yangu ya mbinguni na mangavuna yake, najisikia kusafiri. Hakuna maumivu wala deni niweza kuingia kule, najisikia kusafiri. Lo, ndio nahisi kama kusafiri, najihisi kama kuendelea. Makao yangu ya mbinguni ni mangavu na ya haki, najisikia kusafiri. Minara yake nayo metameta, jua huangaza kuliko, najisikia kusafiri. Jumba hilo la mbinguni litakuwa langu, najisikia kusafiri. Ndio najisikia kusafiri. Lo, ndio najisikia kusafiri. Makao yangu ya mbinguni ni mangavu na yake, najisikia kusafiri. Huwafanya wengine wayaone makao yaliyo hapa chini, mimi najisikia kusafiri. Ambayo miali ya moto yateketeza au mawingu ya sukuma, najisikia kusafiri. Ndio najisikia kusafiri. Lo, ndio najisikia kusafiri. Hayo makao yangu ya mbinguni ni mangavu na ya haki, najisikia kusafiri. Lo, Bwana amekuwa mwema sana kwangu, najisikia kusafiri. Mpaka niyaone makao hayo yaliyobarikiwa, najisikia kusafiri. Lo, ndio najisikia kusafiri. Lo, ndio najisikia kusafiri. Makao yangu ya mbinguni ni mangavu na ya haki, najisikia kusafiri. Tuimbe huo beti wa 4. Lo, Bwana amekuwa mwema sana kwangu, najisikia kusafiri. Mpaka niyaone makao hayo yaliyobarikiwa, najisikia kusafiri. Lo, ndio najisikia kusafiri. Lo, ndio najisikia kusafiri. Makao yangu ya mbinguni ni mangavu na ya haki, najisikia kusafiri. Yesu, nishike mkono, nakuhitaji kila saa. Kupitia njia ugenini, nilinde kwa nguvu zako.
lisikie ombi langu dhaifu, Bwana nitazame mimi. Nipigapo magoti kuomba natumai kukutana nawe hapo. Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Yesu nishike mkono, nakuhitaji kila saa. Kupitia njia ugenini, nilinde kwa nguvu zako. Lisikie ombi langu dhaifu, Bwana nitazame mimi. Nipigapo magoti kuomba natumai kukutana nawe hapo. Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Ninaposafiri katika nchi ya ugenini, kuna rafiki anayetembea pamoja nami, ananiongoza salama kupitia mchanga uduniao. Ni Yesu wa Kalvari. Na haya yangekuwa maombi yangu, Bwana mpendwa, kila siku nisaidie kufanya vizuri niwezavyo, kwa maana nahitaji nuru yako iniongoze mchana na usiku. Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Yesu nishike mkono, nakuhitaji kila saa. Kupitia njia ugenini, nilinde kwa nguvu zako. Lisikie ombi langu dhaifu, Bwana nitazame mimi. Nipigapo magoti kuomba natumai kukutana nawe hapo. Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Nijalie nitembe katika nuru ya kiungu, ili niweze kuiona njia iliyobarikiwa. Nilinde ili niweze kuwa wako kabisa, na niumbe ulimwimbo wa ukombozi. Siku moja nitakuwa askari jasiri na mkweli daima, nichukue msimamo thabiti. Ninaposonga mbele na kukutana na adui kila siku, Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Yesu nishike mkono, nakuhitaji kila saa. Kupitia nchi ya ugenini, nilinde kwa nguvu zako. Lisikie ombi langu dhaifu, Bwana nitazame mimi. Nipigapo magoti kuomba natumai kukutana nawe hapo. Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Na ninapozunguka bonde zito kuelekea macho ya jua, ananiongoza salama mpaka nchi kavu, nikingojewa na taji ya uzima niliyoshinda. Nami nimeweka imani yangu kwako, Bwana mpendwa, niweze kufikia ule uzi wa dhahabu. Hakuna rafiki mwingine ninaweza kumtegemea. Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Yesu nishike mkono, nakuhitaji kila saa. Kupitia njia ugenini, nilinde kwa nguvu zako. Lisikie ombi langu dhaifu, Bwana nitazame mimi. Nipigapo magoti kuomba natumai kukutana nawe hapo. Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Hebu tupigie makofi. Amina. Jina la Bwana limeliwe. Nishike mkono, nakuhitaji kila saa. Kupitia njia ugenini, nilinde kwa nguvu zako.
nisikie ombi langu dhaifu, Bwana tazame mimi nipigapo magoti kuomba, natumai kukutana nawe hapo. Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana asifiwe. Ni jambo jinsi gani kujua kwamba yeye yuko papo hapo akitushikilia mikono yetu njia nzima. Nami nilikuwa nikiomba tu na kujaribu kupata kile ambacho Bwana alitaka kwa ajili ya nyimbo hizo. Nacho kibwagizo hiki na wimbo huu ulikuja mawazoni mwangu. Uliandikwa na dada yetu Helen, uwe tu mwaminifu. Dumu tu na ujumbe uliousikia. Amina. Nawe utembee katika nuru pale ianzapo kuongoza. Hebu na tuimbe huu. Kwa hivyo kuwa tu mwaminifu, liamini neno lake, dumu na ujumbe uliousikia. Msikilize nabii wake, sikiliza ujumbe wake, tembea katika nuru pale ianzapo kuongoza. Hebu tuimbe huo ubeti wa kwanza. Katika siku hizi za majaribu, karibu sana na mwisho, wakati Kristo atakaposhuka kutoka utukufu, sasa mioyo ya watu inazimia na kujawa na hofu. Tunajua kwamba wakati wa mwisho hakika umefika. Kwa hivyo kuwa tu mwaminifu, liamini neno lake, dumu na ujumbe uliousikia. Msikilize nabii wake, sikiliza ujumbe wake, tembea katika nuru pale ianzapo kuongoza. Katika kila wakati wa kanisa nyota iling'aa, iliwasaidia watu wa Mungu kuipata kweli. Katika wakati wa mwisho wa kanisa nyota inang'aa angavu sana. Kwa hivyo ewe rafiki, ipokee na utembee katika nuru. Kwa hivyo kuwa tu mwaminifu, liamini neno lake, dumu na ujumbe uliousikia. Msikilize nabii wake, sikiliza ujumbe wake, tembea katika nuru pale ianzapo kuongoza. Usiogope au kujawa na mawazo, nabii wako amelala huko, yeye hajafa. Amina. Bibi harusi anaingojea sasa sauti hiyo, na kwa matumaini haya sasa tunaweza kufika nyumbani.
Kwa hivyo kuwa tu mwaminifu, liamini neno lake, dumu na ujumbe uliousikia. Msikilize nabii wake, sikiliza ujumbe wake, tembea katika nuru pale yanzapo kuongoza. Ubeti wa 4, neno lake la ahadi alimpa bibi harusi kutoka kwenye farasi wake mweupe. Nabii alipaza sauti, hakuna wakati tena, nitaiendea njia hii. Bwana asema hivi, haiwezi kushindwa kamwe. Kwa hivyo kuwa tu mwaminifu, liamini neno lake, dumu na ujumbe uliousikia. Msikilize nabii wake, sikiliza ujumbe wake, tembea katika nuru pale yanzapo kuongoza. Hebu tumwimbie tu kitikio tena kwa utamu. Kwa hivyo kuwa tu mwaminifu, liamini neno lake, na ujumbe uliousikia. Msikilize nabii wake, sikiliza ujumbe wake, tembea katika nuru pale yanzapo kuongoza. Hebu tuvumishe. Hebu tumwimbie yeye. Amini tu, amini tu, mambo yote yanawezekana. Amini tu, amini tu, amini tu, na yote yanawezekana. Amini tu.
Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Je, uko tayari kulisikia neno la Bwana la siku hii? Yuko mtu hapa anayeweza kuiwasha taa. Huyo mjumbe aliyethibitishwa saa hii. Nilisahau ndugu Samuel, ikiwa tutasimama tena. Nilisahau kwa sababu ndugu Branham yeye hutuketisha. Sisi ni watu wenye majali wa jinsi gani kuketi leo katika uwepo wa nuru ya saa hii. Ujumbe wa saa, akijitayarisha kutufunulia siri ambazo zimefichwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, akizungumza na mioyo yetu ili kutufunulia neno. Ni majaliwa yaliyoje kuweza kugeuza mimbara hii kumrudishia nabii huyo. Baba, tuko tayari kulisikia neno lako. Tupake mafuta. Tunajua ujumbe huu umetiwa mafuta. Tutie mafuta ili tulisikie hilo neno. Njoo utuletee neno la uzima wa milele. Huyo hapa ndugu Branham. Mungu awabariki.